uovu unaopangwa tutaupata. Kumepangwa sijui kushusha moto mpaka Samia aseme basi nimesarenda naondoka. Hiyo serikali ya samaki. Hiyo ni serikali ya samaki ndugu zangu. Make samaki kila akiwa mkubwa na akili inafanyaje? Hiyo ni serikali ya samaki, lakini serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiondoshwi hivyo. Haiondoshwi hivyo. Sasa kwa kutumia kofia ya Amiri Jeshi Mkuu katika nchi hii, niseme kwamba tumeapa kuilinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwamba tutafanya kila linalowezekana kuimarisha ulinzi wa maisha na uhai wa Watanzania kwa kuwa ni jukumu letu. Kwenye wajibu huu wala hatuhitaji kuelekezwa na mtu yoyote nini cha kufanya. Kwa sababu katiba yetu ina maelekezo yote jinsi ya kuendesha serikali yetu. Na hakuna mtu anayeumia haya yanapotokea kama tunavyoumia Watanzania. Hatukubaliani na yanayotokea. Tunaumia sana kuona haya yanatokea. Kifo chochote kile kinatuma Watanzania. Hii ni damu yetu Watanzania. Wengine wanapotaka kuonesha huruma yao, basi tunawasihi wafanye hivyo kwa kufuata makubaliano ya mahusiano ya kidiplomasia ya kimataifa kama ilivyoelezwa kwenye Vienna Convention on Diplomatic Relations ya mwaka 1961. Lile tamko lililotoka na kuambiwa tufanye 1, 2, 3, sisi tunajua nini cha kufanya kama Watanzania, kama nchi yetu. Na ni imani yangu kwamba tamko lile lililotolewa si maelekezo ya wakuu wa nchi huko walikotoka. Kwa sababu mimi nina njia ya kucheki na marais wenzangu kama kweli walitoa maelekezo yale. Na kama sio, basi mimi malalamiko yangu nitapeleka kwa wenzangu na wenyewe watajua nini cha kufanya. Hatuko hapa kuelekezwa nini cha kufanya ndani ya nchi yetu. Tuna katiba, tuna sheria zetu, tuna miongozo, tuna mila na desturi zetu. Zote zinatuguide nini cha kufanya kwenye nchi yetu. Mambo yanatokea kila nchi. Kila nchi. Mambo haya yanatokea, hayatokei Tanzania peke yake. Ingekuwa yanatokea Tanzania peke yake ingekuwa kubwa la kuchangaza. Lakini yanatokea kila nchi. Huku utasikia mtoto kabeba bunduki kenda kashuti shule, kadhaa wamekufa. Huku sijui nani kachukua nini kenda kashuti, au wamekufa. Huku sijui wamekwenda kwenye nini, wamekufa. Kwa kufa kupo tu. Kwa njia yoyote ile kila nchi haya yanatokea. Na yanapotokea sisi hatujawahi kuambia hiyo nchi, balozi wetu wewe hebu waambie hao wafanye. Hatujawahi. Tunatumia convention ile ya kidiplomasia ya kimataifa kama tulivyotakiwa tufanye. Sasa wengine wasiwe mafundi wa kutuelekeza nini cha kufanya. Serikali yetu inaongozwa na falsafa ya maridhiano, kustahamiliana, kubadilika na kujenga taifa letu. Falsafa hii ilikuja baada ya kuona taifa limegawanyika kuliko sababishwa na tofauti zetu za kisiasa na kiitikadi. Falsafa hii ilikuja ili watu tutangulize utaifa na Utanzania kwanza kabla mengine yoyote. Kama nchi na taifa, tumefarijika kuona kwamba falsafa hii kwa kiasi kikubwa imeweza kuliunganisha taifa letu. Hata hivyo, tunapotekeleza falsafa ya R4, sio kuwa tumetupilia mbali sheria zetu za nchi au tumeruhusu utovu wa nidhamu utokee ndani ya nchi yetu. La hasha. Sheria ziko pale pale, mila desturi zetu ziko pale pale, miongozo ya kufanya mikutano na mengine yote yako pale pale. Kwa hiyo R4 ni falsafa iliyokuja kuunganisha taifa na sio inayoruhusu utovu wa nidhamu kwa baadhi ya watu. Hivyo basi, baada ya kazi nzuri hii
iliyofanywa na falsafa hii ya kuliunganisha taifa letu, hatutavumilia vitendo vyovyote vya kuleta machafuko na mifarakano nchini. Hatutavumilia. Sasa ni vizuri tusisahau, au wale wanaojiandaa na machafuko wasisahau mapito waliopita. Ni falsafa hii ndio imewapa ruhusa ya kurudi hapa nchini. Tukafumbia macho mengine yote. Njoni tujenge taifa letu. Sasa kama wameshaota mikia, sasa sheria zile zile bado zipo. Kule kwetu kuna watu wanaitwa mahulukutabu. Mahulukutabu ni watu wenye hulka za kuishi kwenye tabu tu. Kwenye utulivu, kwenye raha wao si pahali pao. Sasa Mungu kaumba watu wa aina hii. Na nadhani Tanzania baadhi tunao mahulukutabu. Yeye kukiwa na raha, nchi imetulia, kuko safi, hajaona raha bado. Lazima atie mikiki. Sasa sheria za mahulukutabu pia zipo. Tutashughulika nao. Ara 4 si sababu ya utovu wa nidhamu. Si sababu ya kukiuka sheria za nchi. Sheria za nchi ziko pale pale. Kwa ni vizuri wasisahau mapito waliopita. Serikali imejitahidi sana kurejesha uhuru wa vyama vya siasa, uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa raia kwa ujumla. Wale waliokuwa uhamishoni walirejea nchini kama nilivyosema, waliokuwa na kesi za jinai na wengine tulizifumbia macho, waliokuwa jela tuliwatoa. Sasa wako huru na wanaendelea na shughuli zao, ikiwemo shughuli za kisiasa. Lengo letu likiwa kuwaleta watu pamoja ili tuweze kujenga nchi yetu. Sasa watu wale wanaposahau yote haya na wanapofanya vitendo vya kutoa kauli zinazoharibu au kuturudisha nyuma, sisi hatutakuwa tayari kuwaruhusu kufanya hivyo. Hatutakuwa tayari. Amani na utulivu wa nchi yetu tutalinda kwa gharama yoyote ile. Kama nchi zingine zinavyolinda nchi zao, nasi wa Tanzania tutalinda nchi yetu kwa gharama yoyote. Niliwahi kusema, na hapa nataka nirudie tena kwa msisitizo. Ukimya wangu sio ujinga. Na wala kuzungumza sana kwa wale wanaozungumza sana sio werevu hata kidogo. Kuzungumza sana ni udebe tupu tu. Haliachi kuvuma, lazima litavuma. Na anayenyamaza kimya sio mjinga. Ni mtu anayetafakari mambo. Si ujinga. Kwa hiyo kimya wangu si ujinga. Na kuropoka kwao si werevu. Mliponikabidhi dhamana hii, niliapa kulinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na dhamana yangu pamoja na vyombo vya ulinzi ni kulinda amani ya nchi yetu. Hivyo sitakuwa na muhali kwa yoyote anayetaka kuvuruga amani hiyo ya nchi yetu. Tumevumiliana kwenye mengi, lakini kwenye kulinda tunu ya amani na utulivu wa nchi, nirudie tena, sitakuwa na muhali kwa yoyote atakayejikaribisha katika mambo haya. Anayeratibu, anayeshiriki, hata anayetekeleza mipango hiyo miovu.